Na leo tuko sehemu ya 3 sasa ya somo letu, ambalo tulianza sehemu ya kwanza, tukaenda sehemu ya pili, leo tunakuwa sehemu ya 3 sasa. Na tunajifunza habari za Roho Mtakatifu. Na katika habari za Roho Mtakatifu tunaendelea kujifunza kuhusu Roho Mtakatifu ni nani. Roho Mtakatifu ni nani? Na katika ibada yetu hii tutaenda kama darasa tu ili uweze kuelewa vizuri. Kwa sitajitahidi nisiende haraka ili mtu akakosa kitu ambacho Roho Mtakatifu anataka kuachilia juu ya maisha yako. Katika sehemu ya kwanza somo letu tuliangalia Roho Mtakatifu ni Mungu. Na sehemu ya pili tukaendelea kuangalia, na leo tunaendelea. Taendelea tulipoishia katika sehemu ya pili ya somo letu. Ili utembee katika nguvu za Mungu na uwepo wake, lazima umjue Roho Mtakatifu kwa undani. Narudia tena. Ili utembee katika nguvu za Mungu na uwepo wake, uwe halisi kwako, ni lazima umjue Roho Mtakatifu kwa undani. Usipomjua Roho Mtakatifu sawa sawa, kuna mahali utakwama. Kwa maana kuna mahali ambapo sisi tumekwama kwa sababu tulikuwa hatujui vitu fulani fulani, na kwa sababu ya kutokujua vitu fulani fulani tukakwama. Kwa hiyo tuwe mfano mzuri uweze kuelewa jambo hili. Kuna watu, wanafunzi wa Yesu, waliletewa mtu aliyepagawa pepo. Na yule mtu aliyepagawa pepo wakajaribu kumkemea kwa muda mrefu sana na wakashindwa. Na yule mzazi wa yule mtu akamchukua yule mtu aliyepagawa na pepo akampeleka kwa Yesu. Na Yesu hakuchukua muda mrefu tu, alichukua dakika chache tu kukemea na yule pepo akaondoka. Sasa tazama hiki kitu. Wanafunzi wa Yesu wakamuuliza Bwana swali zuri. Mbona sisi tumekemea lakini pepo huyu amegoma kuondoka? Sasa tazama hiki kitu. Kwa nini walishindwa kutoa huyu pepo? Kwa sababu maarifa yao yalikuwa yana kikomo juu ya hilo eneo. Kwa maana yake kuna wakati ambao sisi tunakwama kwa sababu ya kukosa maarifa kwenye eneo fulani, kwa sababu ya kutokujua. Na ndicho kilichotokea wanafunzi wa Yesu. Wanakemea pepo, wakashindwa, wakaenda kumuuliza Bwana. Na Yesu akaanza kufundisha wanafunzi wake. Na hawakuuliza public. Tazama kitabu cha Mathayo 17:19. Tazama wanafunzi wa Yesu hapa. Kisha wale wanafunzi wakamwendea Yesu kwa faragha. Kwa hawakutaka kumuuliza master wao public. Hawakutaka kumuuliza bwana wao hadharani. Wakamuita faragani sehemu. Wakasema, mbona sisi hatukuweza kumtoa? Hili ni swali zuri ambalo hata sisi leo tunajiuliza. Kwa nini wakati mwingine mtu fulani anasema kwa jina la Yesu pepo anatoka, alafu mtu fulani anasema kwa jina la Yesu pepo hatoki? The same name, ni jina lile lile. Yeye amejazwa Roho Mtakatifu na mimi nimejazwa Roho Mtakatifu. Lakini tazama kwenye application hilo jina ni tofauti matokeo. Sio naweza kuelewa hicho kitu. Nilienda mahali fulani miaka kadhaa iliyopita na mama yangu, Mama Ino, alikuwa na mkutano wa injili kule. Alipokuwa kule amemaliza kuhubiri, pepo zimelipuka. Wakatoa watu walio na pepo wakawekwa pembeni. Kwa watu wakaanza kukemea pale. Na mimi nilikuwepo pale. Akabaki binti mmoja alikuwa amepagawa na pepo. Kwa vijana wa lile kanisa wengi kama 10, binti mmoja. Kwa kila mtu, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu. Huyu anasema namfunga kuzimu, huyu anasema kwa damu ya Yesu, huyu anasema naita moto wa Roho Mtakatifu, na pepo hatoki. Tulikemea kama masaa mawili, mashati yameloa, mgongo unauma. Tulijaribu na kujaribu na kujaribu, tukashindwa. Na hatukukata tamaa, tuliendelea kufanya hiyo kazi. Yule mama alikuwa na mchungaji ofisini. Alipomaliza kula ofisini, akapita anaondoka anaenda hotelini. Alipopita akaona tunahangaika kwa sababu alituacha tunakemea, na sasa anaondoka tuko tunakemea. Akaja pale, alafu akamshika yule binti kichwani kwa jina la Yesu. Taratibu tu, hakushauti kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Alisema kwa jina la Yesu tu. Mwachie mtu huyu. Alafu akaondoka na pepo akatoka. Mimi nilikuwa nafikiri kwa akili zangu,
Labda tunapokuwa tunakemea pepo, lazima tushauti kwa nguvu ndio pepo watoke. Wajidanganya mwenyewe. Pepo hatoki kwa sababu umeshauti, umepiga kelele. Anatoka kwa mamlaka na nguvu za Roho Mtakatifu peke yake. Ndio maana neno la Bwana linasema si kwa uweza wala nguvu, bali ni kwa Roho Mtakatifu peke yake. Baadaye nilipokuwa hotelini na mama, nikamuuliza mama swali kama wanafunzi wa Yesu walivyouliza. Mama, mbona wewe ulifanya kirahisi? Lakini mimi ilikuwa ngumu. Na mimi nimejazwa Roho Mtakatifu kama wewe. Jina unaoliita Yesu lina herufi 4. Yesu ndilo jina hilo hilo ulioliita wewe. Kwa nini matokeo ni tofauti? Kwa nini matokeo ni tofauti? Na hili ndio Wakristo, ili swali ambalo Wakristo wengi wanajiuliza. Si kwa sababu Roho Mtakatifu hayuko ndani yako. No. Maarifa. You need to learn. Lazima ujifunze hivi vitu step by step, hatua kwa hatua. Ndio maana unapokuwa kijana, wewe mtumishi kijana, usiwe na haraka kukimbilia kwenye huduma. Just slow down. Nenda taratibu, jifunze. Kutana na dubu polini kabla hujakutana na Goliati. Ukikutana na Goliati kabla hujakutana na simba na dubu, atakumaliza vibaya sana. Learn taratibu, usiwe na haraka. Sasa tazama katika kitabu cha Mathayo sura ya 17, afu tutaona hiki kitu. Afu nitakupa jibu la mama ino. Okay, tazama hiki kitu. Kisha wale wanafunzi wakamwendea Yesu kwa faragha, wakasema, mbona sisi hatukuweza kumtoa? Hilo ni swali ambalo kila mtu anajiuliza. Kuna wakati ambao kama mtumishi wa Mungu unakutana na kesi ambazo hujui, hauna hata majibu. Unaitoa mtu ana cancer stage 4, kansa ya damu, na unaomba sala kwanza, sala pili, sala tatu, no breakthrough, na huoni mpenyo. Unajiuliza, what happened? Ni jina lile la Yesu unaliitia. Jina lile la Yesu unaliitia. Unajiuliza, je, kuna mahali ambapo sisi tumemess up? Kuna mahali ambapo sisi tumekosea? Mbona tuoni Mungu akitembea kama watu wa zamani, kama tunavyosoma kwenye maandiko? Knowledge, maarifa. Sio unaweza kuelewa hicho kitu. Tazama hapa sasa. Mstari unaofuata wa 20. Tazama Yesu anajibu. Yesu akawaambia, kwa sababu ya upungufu wa imani yenu. Sasa hili ni swali la kwanza hapa. Hawa wanafunzi wa Yesu walishindwa kumtoa pepo. Number 1 is because of their faith. Sasa Biblia Kiingereza weka NLT the same verse. Nikuonyeshe hiki kitu hapa. Anasema you don't have enough faith. Ametumia kwamba hamna imani ya kutosha. Sio naweza kuelewa hicho kitu. Tazama alichotumia hapa New Living Translation. You don't have enough faith. Sio kuelewa hicho kitu. Yesu anawaambia hamna imani ya kutosha. Anamaanisha nini mstari huu? Rudisha Biblia Kiswahili SUV, tuone hapa hatua kwa hatua jinsi Yesu anachomaanisha. Tazama hapa. Yesu akamwambia kwa sababu ya upungufu wa imani yenu. Sasa hapa anatupa Yesu sababu ya kwanza. Kwa kama unaandika, sababu ya kwanza ambapo iliyosababisha wanafunzi wa Yesu washindwe kumtoa Yesu ni kwa sababu ya imani yao. Kwa sababu ya upungufu wa imani yao. Imani yao haikufikia level ya kuifanya hiyo kazi. Maana yake ni rahisi tu. Katika jambo lolote pastor ambalo tuna apply jina la Yesu, lina level ya imani ya kuapply. Sio unaweza kuelewa hicho kitu. Kwa nirudie tena hapa utaelewa vizuri zaidi. Kila jambo katika ulimwengu wa roho linahitaji level fulani ya imani. Ndio maana unaweza kutoka hapa, umemwombea huyu dada, umekemea pepo hapa, akatoka dakika 5 au sekunde 1, ukaja kwa dada huyu ukatumia saa nzima. Kwa nini? Imani iliyokuwa inahitajika hapa ni 5%, lakini imani inayohitajika hapa ni 10%. Siku hiyo moja. Okay. Huyu ni bubu, umeweka mkono amepona. Imani inayohitajika hapa 5%. Kwa huyu umeomba na huoni matokeo. Maana level ya imani inayohitajika hapa ni kubwa kidogo. Sio naweza kuelewa hicho. Lakini Jesus anasema you don't have enough faith. Hamna imani ya kutosha. Hiyo ni changamoto la kwanza. Lakini anaendelea mbele na kusema, tazama anasema, kwa maana amini nawaambia, mkiwa na imani kiasi cha punje haradali, mtauambia mlima huu ondoka hapa uende kule, na utaondoka.
halitakuwako neno lisilowezekana kwenu. Kwa manake mkiwa na imani, manake level fulani ya faith, level fulani ya imani mkiwa nayo, mnaweza mkauambia mlima huu, manake jaribu au changamoto yoyote nayo ikatii. Mstari 21. Anaendelea kusema sasa, lakini namna hii haitoki ila kwa kusali na kufunga. Hiyo sababu ya pili anatupatia. Lakini Biblia ya SUV tunayoisoma hapa imeweka mabano. Sasa kwa nini ukisoma tafasiri nyingine za Biblia mstari huu wa Mathayo 17 mstari wa 21 hukuti? Mfano, Biblia ya NIV haina mstari huu, lakini King James Version tunaona ina mstari huu. Kwa nini? Jibu ni rahisi tu. Tafasiri ya KJV, New King James Version au KJV, manuscript ambao walitumia, Biblia ya asili ambao walitumia ni tofauti na NIV walioitumia. Sasa tazama, kwa nini waliweka mabano hapa? Kwa nini waliweka mabano hapa? Kwa sababu ni kitu ambacho kiliongezewa na wale waandishi, scribes walikuwa wanaandika. Sawa sawa. Sasa sisi hayo hayatuhusu. Sisi ipo kwenye Biblia Mathayo 17:21 SUV ambao tunaisoma sisi ipo. Na inatuambia hivi, namna hii haitoki ila kwa kufunga na kuomba. Namna hii haitoki ila kwa kusali na kuomba, au kwa kufunga na kuomba, whatever. Sasa jiulize swali hili. Je, tukikutana na pepo tukafunge kwanza ili tuje tukemee? Ndicho anachomaanisha? La hasha, Yesu hamaanishi hivyo. Sasa Yesu anamaanisha nini? Jibu ni rahisi. Anasema hivi, mmeshindwa kumtoa huyu pepo kwa sababu ya kuamini kwenu, because of your unbelief. Sawa sawa. Alafu anasema lakini namna hii haitoki ila kwa kufunga na kuomba. Yesu anachomaanisha, anamaanisha hivi, aina hii ya kutokuamini haitoki ila kwa kufunga na kuomba. Sio kama umeelewa. Oh, kabashanta kabaya. Ungeelewa ungepiga makofi. Biblia inamaanisha hivi. Haimaanishi ukutana na pepo uende ukafunge na kuomba. La hasha. Yesu anasema, lakini namna hii, ile namna hii, manake aina hii ya kutokuamini, aina hii ya kutokuamini haitoki ila kwa kufunga na kuomba. Kwa manake tunapofunga na kuomba nini kinatokea? Tunapofunga na kuomba tunakuwa tunashughulika na kutokuamini kwetu. Ndio maana unapokuwa kwenye mfungo unafunga unaomba, unachoshangaa nini? Ile imani yako inaongezeka na ile mashaka na hofu yanaondoka. Na wakati mwingine umefunga labda siku 3 umerudi nyumbani kwako, ile imani ni kubwa, unatamani hata ukutane na pepo ukemee. Kwa nini? Yale mashaka na hofu yameondoka. Maana yake kufunga imsaidii Mungu. Kufunga na kusaidia wewe kushughulika na mashaka. Ndio maana watu wengi huwa wananiambia, mtumishi, mbona nikifunga na kuomba napata majibu kwa haraka? Ni rahisi tu. Maana yake level ya kuamini kwako inakuwa hai. Haya ni mambo ambayo we need to learn, lazima tujifunze ili vitu vyetu vikapate kuwa rahisi. Sasa tazama kitabu cha Hosea sura ya 4, Biblia inatuambia hivi. Tazama kitabu cha Hosea sura ya 4 mstari wa 6. Kaya tuweke hapa. Nikuonyeshe kitu. Watu wangu wanaangamizwa. Hajasema wanaangamia. No. SUV imetumia neno wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. They don't have knowledge. Si kwa sababu hawaombi. Watu hawaangamizwi kwa sababu sio kwamba hawaombi. No. Wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Maanake wanashindwa mahali fulani kuvuka kwa sababu ya kukosa maarifa. Kwa maana yake ili tutembee katika nguvu za Mungu na tuone uwepo wake ukiwa halisi kwa maisha yetu, lazima tujifunze, tumjue Roho Mtakatifu ni nani. Lakini sasa ngoja nikuonyeshe hapa vizuri zaidi. Amini tu. Amini tu. Oh, hallelujah. Amini tu. Amini tu. Kwa tuendelee hapa, nikuonyeshe kitu. Ukimjua Roho Mtakatifu utatenda makuu. Ndio maana Danieli anasema amjuae Mungu wake atakuwa hodari na atatenda makuu. Niweke Danieli sura 8 hapo tusome hiki kitu. Kuonyeshe hapa Danieli sura 8.
hamjuaye Mungu wake atakuwa hodari, naye atatenda makuu. Amini tu. Okay, Danieli sura 8. Nikuonyeshe kitu hapa. Kwa sababu huwezi ukatenda makuu pasipo kumjua Roho Mtakatifu. Kwa sababu ukimjua Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu atakufundisha vitu vingi mno. Na ili umjue Roho Mtakatifu vizuri, okay, Danieli sura 11 mstari 32, okay, anasema hivi: na wao wafanyao maovu juu ya hilo agano atawapotosha kwa maneno ya kujipendekeza. Lakini hapa anaongelea, okay, tuyaacha hayo. Lakini watu wamjuao Mungu wao, watu wamjuao Mungu wao watakuwa hodari na kutenda mambo makuu. Sasa tazama, Biblia inaanza na wamjuao Mungu wao. 2, ndipo watakuwa hodari. 3, watatenda makuu. Hauanzi kuwa hodari, hauanzi kutenda makuu ndio umjue yeye. Unaanza kumjua yeye, unakuwa hodari na kutenda makuu. Kwa maana yake, ili tuweze kutenda makuu na kuwa hodari katika Ukristo, katika imani yetu, katika wokovu, tusimame, jambo la kwanza la msingi la kuwekeza nguvu zetu ni katika kumjua yeye peke yake. Unaweza kuelewa hicho kitu? Tutakapomjua yeye, Biblia inasema ndipo tutakuwa hodari na kutenda nini? Makuu. Na hii ndio shauku ya kila mtu. Niwekee NLT anasemaje? The same verse. Kwa kuonyesha hapa hiki kitu. The same verse. Okay. Anasema hivi: but the people who know their God will be strong. But the people who know their God will be strong. Kwa maana yake, wale ambao wanaomjua Mungu wao watakuwa very strong, watakuwa imara, watakuwa na nguvu. Kwa nini sisi wa Kristo tunaye Yesu lakini ni dhaifu? Kwa sababu hatumjui Yesu vizuri. Kwa nini tumejazwa Roho Mtakatifu na sisi tumekuwa dhaifu? Kwa sababu hatumjui Roho Mtakatifu vizuri. Kwa nini wakati mwingine ni Mkristo ameokoka lakini anapagawa na pepo? Kwa sababu hamjui Roho Mtakatifu vizuri. Okay, tazama hapa. Anasema but people who know their God will be strong and will resist him. Kwa maana yake ametumia will resist, tunaweza kumpinga yeye. Kwa maana yake huwezi kumpinga shetani pasipo kumjua Mungu. Huwezi kumpinga Kristo, nabii wa uongo na kadhalika, without the knowledge of God, bila kumjua yeye. Na hiki ndicho ninachosisitiza kwenye semina hii. Ukisahau kila kitu, kumbuka jambo hili. Mtumishi wa Mungu amesema jambo hili, nimjue yeye peke yake. Shauku ya moyo wangu ni kumjua yeye peke yake. Sasa unamjuaje? Roho Mtakatifu ni Mungu. Roho Mtakatifu ni Mungu. Roho Mtakatifu ni nafsi ya tatu katika utatu mtakatifu. Utatu mtakatifu means Elohim. Unaweza kuelewa hicho kitu? Kwa maana yake yeye ni nafsi ya tatu. Sasa ukishajua Roho Mtakatifu ni nafsi ya tatu katika utatu mtakatifu, mjue kama nafsi, as a person. Unaweza kuelewa hicho kitu? Andika hicho kitu. Nimjue Mungu kama nafsi, nimjue Roho Mtakatifu kama nafsi, nimjue Yesu kama nafsi, as a person. Hiki ndio kilinipa changamoto kipindi nakuwa. Nilikuwa simjui Roho Mtakatifu vizuri. Nilikuwa namjua vibaya. Nilikuwa namjua Roho Mtakatifu kama nguvu. Ukimjua Roho Mtakatifu kama nguvu, you will miss out the point. Nilikuwa namjua Roho Mtakatifu kama umeme unashuka kipindi tunaomba, we can feel him. Nilikuwa najua namna hiyo.
Niko namjua Roho Mtakatifu ni kama upepo anashuka tunapokuwa tunaomba. No. The Holy Spirit is a person. Roho Mtakatifu ni nafsi iliyo hai. Weka kwenye akili yako hiki kitu, usijokasahau hata siku moja. Narudia tena. Roho Mtakatifu ni nafsi iliyo hai. Narudia tena na tena, usijokasahau kitu hata siku moja. Roho Mtakatifu ni nafsi iliyo hai. Ukishajua jambo hilo, ndipo unapoweza kuanza kutengeneza uhusiano wako na Roho Mtakatifu. Kwa sababu ukimjua Roho Mtakatifu kama umeme, ukimjua Roho Mtakatifu kama nguvu, huwezi ukatengeneza mahusiano na nguvu. Huwezi hata kidogo. Tafuta engineer yote wa umeme hapa, electrical engineer wa umeme yote hapa, aliyefanya kazi miaka 30, 40 kazini, muulize, je, umeme ni rafiki yako? Je, una mahusiano na umeme? Ulambe umeme, ukisi umeme? Mwambie wewe ni engineer, umefanya kazi Pastor Isaac muda mrefu kwenye engineering umeme. Una uzoefu na umeme, umezoea nguvu, ukisi sasa. Uambie umeme nakupenda, kama utarespond, hapana. No. Uwezo ukawa na mahusiano na nguvu na umeme. No. Unakuwa na mahusiano na nafsi iliyo hai. Kwa ukijua Roho Mtakatifu ni nafsi iliyo hai, hapa ndipo ushindi unapoanzia. Usipojua hili, hautamfaidi Roho Mtakatifu kwenye maisha yako. Kwa sababu hautamheshimu, kwa sababu utamchukulia tu kama nguvu. Lakini ukimjua Roho Mtakatifu kama nafsi, your life will never be the same again. Maisha yako hawezi kuwa kama yalivyokuwa. Unaweza kuelewa hicho kitu? Hatutengenezi mahusiano na nguvu. Hatutengenezi mahusiano na upepo. Hatutengenezi mahusiano na moto. Hakuna mama yoyote ambaye amepika miaka 20, 40 ukamuuliza, je, una mahusiano na moto? Weka mkono wako kwenye moto, acha hapo, kwa sababu moto ni rafiki yako. No. Huwezi kuwa na mahusiano na moto hata kama umepika miaka 50. No. Unakuwa na mahusiano na nafsi iliyo hai. Sasa tazama jambo hili hapa moja. Ukianza kumjua Roho Mtakatifu kama nafsi iliyo hai, utakuwa na mahusiano naye. Utatengeneza mahusiano naye. Kwa sababu usipojua namna hiyo, huwezi ukawa na mahusiano naye mazuri. Na hiki ndicho ambacho sisi wa Kristo tunachokosea. Kwa sababu hatumjui Roho Mtakatifu vizuri, ndio maana hatuna mahusiano naye mazuri. Ukimjua Roho Mtakatifu vizuri, utatengeneza mahusiano na yeye. Kwa hiyo kwambia jambo hili hapo utaelewa. Roho Mtakatifu ni Mungu halisi. Katika Utatu Mtakatifu yupo nafsi ya tatu. Lakini sifa ambazo anastahili Mungu Baba ndio sifa anazostahili Yesu Kristo. Sifa anazostahili Yesu Kristo ndio sifa hizo anazostahili Roho Mtakatifu. Kuna mtu anakuta anauliza, sasa ni muabudu nani? Ni muabudu Yesu, ni muabudu Roho Mtakatifu, ni muabudu Mungu? Ni yule. Unaposema Baba nakupenda, ndio hivyo. Unaposema Yesu nakupenda, Roho Mtakatifu nakupenda. Wewe kama ni mwimbaji mzuri na unataka nyimbo zako zibadilike, anza kujifunza kutengeneza mahusiano na Roho Mtakatifu. Jifunze kutengeneza mahusiano na Roho Mtakatifu. Ni nafsi iliyo hai. He's a person. Ni nafsi iliyo hai. Anastahili kusifiwa, anastahili kuabudiwa. Roho Mtakatifu. He's a person. Unaweza kuelewa hiki kitu? Nilikuwa namsikiliza mama mmoja, mtumishi wa Mungu, alishakufa, anaitwa Catherine Kuhlman. Huyu mama alisema jambo hili. Aliona maono miaka kadhaa iliyopita. Anasema alipoona maono, akamuona Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Alafu Baba akasema ni mtume mtu duniani. Na Yesu akakubali kuja duniani huku kuwaokoa wanadamu. Lakini Yesu akasema siwezi kwenda ila kwa sharti moja. Siwezi kwenda peke yangu. Nahitaji niende na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu akamwambia, tangulia, I will come, takuja. Kwa sababu Yesu alifahamu pasipo Roho Mtakatifu siwezi kufanya chochote. I need the Holy Spirit. Kama Yesu alimhitaji Roho Mtakatifu, unamhitaji pia. Alisema siwezi kwenda kwenye dunia iliyojaa uharibifu pasipo wewe. Twende pamoja. Then the Holy Spirit said yes. Yesu akaja hapa duniani, akaishi miaka 30. Kipindi Yesu anaishi miaka 30, hakufanya jambo lolote. Why? Kwa nini? Kwa sababu Roho Mtakatifu alikuwa hajaja bado kwake.
Mimba yake tu kutungwa kwa mimba ya Yesu ilikuwa kwa muujiza. Malaika anamtokea Gabrieli, anamletea yule mama ujumbe. Anamwambia, mama, utapokea mimba na utazaa mtoto wa kiume na jina lake ataitwa Emanueli, maana yake Mungu pamoja na sisi. Huyu mama alikuwa na swali zuri, akauliza, inawezekanaje? Inawezekanaje? Mimi ni bikira, sijawahi kukutana na mwanaume yeye. Inawezekanaje? 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 Akamjibu, kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Kivuli cha Roho Mtakatifu kitakufunika. Maana yake baba wa huyo mtoto, ile seed, mbegu ya Yesu ni nani? The Holy Spirit, Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu, he was the seed, ni mbegu ambayo iliyokaa kwenye tumbo la Mariamu. Ni mbegu ambayo ilikutana na yai la Mariamu na mtoto akapatikana. His name is Jesus, jina lake ni Yesu. Pasipo Roho Mtakatifu ile mimba isingeweza kutungwa. Ile mimba ilitungwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Na tazama, Yesu anabatizwa, ni kikatokea, Roho Mtakatifu akashuka, mbingu ikafunuka, mbingu ikafunguka, na sauti ikatangaza, huyu ni mwanangu mpendwa niliyopendezwa naye, msikilizeni. Na shetani akiwa nasikia, lakini shetani hakuogopa hayo maneno. Alikuwa namsubiri tu jangwani, baada ya siku chache aje amjaribu. Unaweza kuwa na neno la Mungu, shetani hakuogopi. Unaweza kuwa kwenye mfungo, shetani haogopi mfungo wako. Hakuogopa mfungo wa Yesu. Yesu alipokuwa kwenye mfungo wa siku 40, shetani alimfuata ndani ya mfungo wake. Hakumfuata siku ya kwanza, siku ya 10, siku ya 20. No. Siku ya 30. Biblia inasema alipokaribia kumaliza mfungo wake, shetani akaja kumjaribu. Tazama huyu Roho Mtakatifu alivyo. Ameshuka kwenye maisha ya Yesu. Roho Mtakatifu alipokuja kwenye maisha ya Yesu, Roho Mtakatifu akamuongoza kwenda nyikani kufunga na kuomba. Maana yake Roho Mtakatifu anapokuja kwenye maisha yako, anaanza kukuongoza na kubadilisha maisha yako. Maisha ya Yesu yakaanza kubadilika, kwa sababu kwenye Biblia kuna miaka hapo katikati hatuioni ikiandikwa. Kwa nini? Roho Mtakatifu alikuwa ajaja. Roho Mtakatifu anapokuja kwenye maisha yako, historia ya maisha yako, story ya maisha yako inabadilishwa, inaanza kuandikwa upya. We need the Holy Spirit. Tunamhitaji Roho Mtakatifu. Tunamhitaji Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu akaja, mambo yakaanza kubadilika, miujiza ikaanza kutokea. Roho Mtakatifu alipokuja, he's a person, ni nafsi iliyo hai. Lakini haishi tu hapo. Haishi tu hapo. Yesu akafa. Yesu akafa. Uchungu wako Yesu sitausahau, ulipomba usiku kule Getsemane. Nakumbuka uchungu, mateso, ulipomba usiku kule Getsemane. Yesu kwa msalabani. Yesu kwa msalabani pale, nini kikatokea? Akabeba dhambi za ulimwengu wote. Alipobeba dhambi za ulimwengu wote, Roho Mtakatifu alikaa pembeni. Baba yake akageuza uso wake, hakutaka kumtazama tena, kwa sababu baba hawezi kutazama dhambi, hawezi kutazama. Akageuza uso wake, na Yesu akalia kwa uchungu mkubwa, akasema, Mungu wangu, Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha Mungu wangu? Ndio mara ya kwanza kwenye Biblia Yesu anataja Mungu. Yesu alikuwa haiti Mungu, alikuwa anaita Baba, 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 Baba. Ndio for the first time tunaona kwa Biblia Yesu anaita Mungu wangu, mbona umeniacha, alipobeba dhambi za ulimwengu wote. Baba yake akageuka, hakutaka hata kumtazama. Yesu akabeba dhambi za ulimwengu wote. Roho Mtakatifu alikuwa naye, alikaa pembeni. Alipobeba dhambi za ulimwengu wote, Yesu akafa, akazikwa. Sasa tazama nini kikatokea. Yesu akakaa siku ya kwanza, akakaa siku ya pili. Siku ya tatu alfajiri na mapema, kuna kitu kilitokea kaburini. Biblia inasema naye malaika akashuka kwenye kaburi.
Tazama, injili zimetumia neno malaika. Malaika, injili zimetumia neno malaika. Sasa ngoja nikuonyesha hapa hiki kitu. Nilikwambia siku ile juzi, sehemu ya kwanza somo letu, kwamba Roho Mtakatifu kwenye Biblia yako ana majina 100. Yesu Kristo na majina 800 na Mungu Baba na majina 100. Kuna mahali ambapo unaona Roho Mtakatifu anaitwa mafuta. Kuna mahali ambapo Roho Mtakatifu anaitwa Roho Mtakatifu. Kuna mahali ambapo Roho Mtakatifu anaitwa Roho wa Mungu. Kuna mahali anaitwa Roho ya Mungu, Roho wa Bwana, Roho ya shauri, Roho ya nguvu, Roho ya uweza, Roho ya hekima na ufahamu. Ni majina yake. Sasa tazama, kuna mahali pengine hatumii majina hayo, anaitwa malaika. I will show you kwenye scripture. Tazama hiki kitu. Biblia inatuambia asubuhi na mapema malaika alishuka kwenye lile kaburi, na aliposhuka akalivingirisha lile jiwe mbali. Halafu Yesu akatoka, mwanaume wa wanaume, akatoka kwenye ile kaburi akiwa ameshinda kifo na mauti kwa uweza wa nguvu za Roho Mtakatifu. Uwezo ukashinda mauti pasipo Roho Mtakatifu. Ndio maana Paulo akaja kutuelezea katika kitabu cha Warumi sura ya 8. Tazama Paulo alichoandika katika kitabu cha Warumi sura ya 8. Anasema yule Roho wa Mungu aliyemfufua Yesu kutoka kwa wafu. Tazama hiki kitu. Lakini ikiwa Roho yake aliyemfufua Yesu, Roho yake yeye aliyemfufua Yesu, Roho yake yeye aliyemfufua Yesu. Aliyemfufua Yesu nani? Roho yake, the Holy Spirit, ni Roho Mtakatifu. Sio malaika yule aliyekuja kumfufua. No, sio Gabrieli. He can't do that. Sio Mikaeli. He can't do that. That's what the Holy Spirit, ni Roho Mtakatifu. Hakumwacha endelee kukaa kaburini, lakini ikawa Roho yake aliyemfufua Yesu katika wafu anakaa ndani yenu. Yeye aliyemfufua Kristo Yesu katika wafu ataiuisha miili yenu iliyo katika hali ya kufa kwa Roho wake anayekaa ndani yenu. Maana yake huyo Roho Mtakatifu, hata sisi tukifa miili yetu ikioza, hata tuacha tu katika uharibifu, huyo Roho Mtakatifu atakuja kutupa miili mipya. That's the Holy Spirit. So naweza kuelewa hicho kitu. Okay. Niwekee NLT the same verse. Tusome hiki kitu hapa uone. Kwa tuangalie tafsiri nyingine ya Biblia uweze kuona alitumia neno. Okay, very good. Biblia inasema hivi, the Spirit of God who raised Jesus from the dead. Oh my Jesus. Hii tafsiri ya Biblia imeandika very good, vizuri sana. Sijui kama Pastor Isaac unaweza kuona hiki kitu. Tazama hiyo Romans chapter 8 verse 11 inachosema, tafsiri ya NLT inasema hivi, the Spirit of God who raised Jesus from the dead. Kwa maana yake Roho ya Mungu huyo ndo aliyemfufua Yesu kutoka katika wafu. He lives in you. Na huyo Roho aliyemfufua Yesu katika wafu anaishi ndani yenu. Aliyemfufua Yesu katika wafu nani? The Holy Spirit. The Holy Spirit is a person. Ni nafsi iliyo hai, ana mikono. Tazama hiki kitu. Lazima umjue Roho Mtakatifu namna hii. Roho Mtakatifu ni nafsi iliyo hai, ana mikono, anaweza kuvingirisha kitu. Biblia inatuambia alilivingirisha lile jiwe. Roho Mtakatifu is a person. Kwa maana yake ukimjua namna hiyo, utaanza kutengeneza mahusiano na yeye. Okay, kwa tuendelee kidogo hapa. Roho Mtakatifu ni Mungu halisi na ana sifa zote. Roho Mtakatifu ana sifa zote, sifa zote za Mungu. Roho Mtakatifu ana uwezo wote. Kiingereza kuna neno linaloitwa omnipotent. 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 Nikaona ngoja niangalie kwenye dictionary hapa. Oxford Dictionary imeandika vizuri. Kwa kuonyesha hiki kitu hapa. Uweze kuona. Kwa kuonyesha hiki kitu hapa. Kuonyesha hapa. Oh Santa Kabalo. Kosata Kabayana. Oh Santa Kabayo. Inasema hivi, omnipotent, having unlimited power, force or authority. Maana yake ni kuwa na nguvu ambayo ni unlimited, isiyokuwa na mipaka, haina mwisho. Kwa maana yake Roho Mtakatifu ni Mungu ambaye ana nguvu isiyokuwa na mipaka. Ni Mungu peke yake ndio ana nguvu isiyokuwa na mipaka. Lakini haishi tu hapo. Kuna neno jingine la Kiingereza linaloitwa omniscience.
Kwa tuangalie dictionary inasemaje. Mini science. Kwa kuonyesha hiki kitu. Kwa kuonyesha hiki kitu hapa. The capacity to know everything. Ni uwezo wa kujua kila kitu. Kwa Roho Mtakatifu ana uwezo wa kujua kila kitu. Nguvu haiwezi kujua kila kitu. Umeme hauwezi kujua kila kitu. Ni nafsi iliyo hai inaweza kujua kila kitu. Sasa ukishafahamu jambo hili kwamba Roho Mtakatifu anajua kila kitu, Roho Mtakatifu ana uwezo wote, ndipo unapoanza kutengeneza mahusiano na nafsi ambayo inajua kila kitu. Ina nguvu zote. Ni nani? That's the Holy Spirit. Unaweza kuelewa hicho kitu. Ni Roho Mtakatifu. Kwa maana yake ili tuwe na mahusiano mazuri na huyu Roho Mtakatifu, lazima tumtambue kama nafsi iliyo hai. Kwa nini? Nafsi iliyo hai ina wivu. Unaweza kuelewa hicho kitu. Kwa sababu ukianza kumjua Roho Mtakatifu kama nafsi iliyo hai, Roho Mtakatifu ana wivu. Ana wivu. Ana wivu. I can show you kwenye maandiko. Ngoja nikuonyeshe hapa katika tafsiri ya Biblia Habari Njema. Yakobo sura ya kitabu cha Yakobo sura ya 4 mstari wa 5. Ngoja nikuonyeshe hapa kitabu cha Yakobo sura ya 4 mstari wa 5. Yakobo sura ya 4 mstari wa 5. Tutasoma tafsiri ya Biblia Habari Njema. Inasema hivi: au mwadhani kwamba maandiko yasema bure, kwa huyo Roho ambaye Mungu amemweka ndani yetu hututamani kiasi cha kuona wivu. Ngoja nisome hii. Anasema msifikiri kwamba maandiko matakatifu yasema maneno ya bure yanaposema Roho ambaye Mungu amemweka ndani yetu ana wivu mkubwa. Hii ni tafsiri ya Biblia Habari Njema BHN, tofauti na SUV ambayo tumezoea siku zote. Sasa anasema hivi: Roho ambaye Mungu amemweka ndani yenu. Kwa maana yake Roho Mtakatifu Mungu amemweka ndani yetu. Sasa huyo Roho Mtakatifu ni nafsi iliyo hai. Biblia inasema ana wivu mkubwa. Oh my God. Hiki kituweka kwenye akili yako, usije ukasahau hata siku moja. Ukisahau hiki kitu unaweza kaingia kwenye matatizo na huyo Roho Mtakatifu. Usije ukasahau hiki kitu hata siku moja. Roho Mtakatifu, Biblia haisemi tu ana wivu. Biblia Habari Njema imesema ana wivu mkubwa. Mstari wa 5 anasema hivi: Roho ambaye Mungu amemweka ndani yetu ana wivu mkubwa. Endelea mbele. Lakini neema tunayopewa na Mungu ina nguvu zaidi. Kama yasemavyo maandiko, Mungu wapinga wenye majivuno, lakini huwapa neema wanyenyekevu. Unaweza kuelewa hicho kitu. Kwa hiyo Biblia Habari Njema imetumia neno ana wivu mkubwa. Weka Revised Standard Version. Hii ni ya Kiswahili. SUV ambao mpya tunatumia walitoa tafsiri mpya ambayo ni ina Kiswahili rahisi zaidi. Hii ambayo tunatumia ni Kiswahili kigumu kidogo. Anasema au mwadhani ya kwamba maandiko yasema bure, huyo Roho akaaye ndani yetu hututamani kiasi cha kuona wivu. Tazama anachosema. Huyo Roho akaaye ndani yetu hututamani kiasi cha kuona wivu. Kwa Roho Mtakatifu anatamani. He's a person. Nguvu haiwezi kutamani. Unaweza kuelewa hicho kitu. Roho Mtakatifu ana nafsi. Hiki ndio kitu kimoja ambacho kinanishangaza kwenye maandiko kwa Biblia. Ukitazama malaika kwenye Biblia yako, hakuna sehemu yote kwenye Biblia mimi nimewahi kuona, yaweza kuwa labda wewe sijui, lakini mimi innocent sijawahi kuona sehemu yote Pastor Godwin malaika anaenda kwa Baba Mungu anamwambia Baba I love you. Ulishawahi kusoma Biblia yako? Malaika anamwambia acha Baba, anamwambia Mungu nakupenda. Unaweza kuelewa hicho kitu. Tazama hiki kitu kilichotokea kwenye maandiko. Yesu alipokuja, kumbuka katika Agano la Kale Mungu jina lake Yahweh. Jina lake Yahweh. Huwezi ukalitaja hivi. No. Kwa wakatafuta jina jingine ambalo unaweza ukalitaja lakini sio jina lake. Na
Mungu alikuwa haruhusiwi kuitwa baba. Lakini Yesu alipokuja sasa, alafu akawa anafundisha wanafunzi wake baba, baba. Na wanafunzi wa Yesu wakamuuliza Yesu, tufundishe jinsi ya kuomba. Alafu Yesu akamwambia wanafunzi wake, mnaposali salini hivi: Baba yetu uliye mbinguni. Yesu akawapa access wanafunzi wake, huyo Mungu ambaye walikuwa haitwi baba, na sasa mnao uwezo wa kumuita baba. Wale jamaa wa kuhani na Mafarisayo wakakasirika. Inawezekanaje huyu mtu anamuita Mungu baba? Manake anajifananisha au anajilinganisha na kuwa Mungu. Come on. Manake huyu mtu anakufuru. Kwa maana kama ukimuita Mungu baba, manake na wewe pia ni Mungu. Manake unajilinganisha naye. Huyu mtu anakufuru. Lakini Yesu akawapa wanafunzi wake access. Huyo Mungu wenu unapoenda mbele za Baba, muombeni. Malaika hawezi kusema baba, hana hisia. Malaika hapendi. Malaika Gabrieli, Mikaeli na wengine hawajapewa access ya kumuita huyo baba, huyo Mungu wetu baba. No, ni sisi pekee yetu. Kwa unapokuwa kwenye maombi yako, tambua naye Baba yuko mbinguni, ni nafsi iliyo hai. Na nasikiliza. Unapokuwa kwenye maombi yako, unaomba, tambua Roho Mtakatifu ni nafsi iliyo hai, ana wivu na yuko anakutazama. Unapokuwa unaomba, usifikiri uko peke yako. Unapokuwa unaomba, ndio maana unapokuwa unaomba lazima uwe makini sana. Kwa sababu Roho Mtakatifu yupo, amekaa, anakusikiliza wewe. Roho Mtakatifu ni nafsi iliyo makini, anakusikiliza kwa makini unapokuwa unaongea. Ndio maana Biblia inasema unapokuwa unaomba usiwe na maneno mengi mno, kwa sababu yeye anakusikiliza tu, anakusikiliza. Ni rafiki yako mpendwa. Mungu nipe, anipe, sababu hii namtumiki, namsifuye siku zote. Sikilize furaha ya Mungu nipe, anipenda. Kwa tumeona Roho Mtakatifu ana wivu. Na sio wivu tu wa kawaida, ni wivu wa upendo. Hataki uwe na Mungu mwingine. Anataka yeye tu peke yake awe namba moja kwenye maisha yako. Si unaweza kuelewa hicho kitu? Usiwe na Mungu mwingine ila yeye. Roho Mtakatifu hataki tuwe na Mungu mwingine. Na katika dunia ambayo tuko nayo sasa, kuna miungu mingi sana imeingia na isiyo na majina, mingi sana. Na wakati mwingine huwezi kuijua. Mungu mwingine ambaye yuko duniani sasa na watu wengine wengi hawamjui ni simu yako. Kuna watu ambao wameifanya simu kuwa ni Mungu wao. Simu imekuwa namba moja kwenye maisha yao. Asubuhi wanapoamka hawaanzi na Mungu wao. Asubuhi wanapoamka wanaanza na simu zao. Dunia imesema nini? Ni nani kaniandikia message? Anakaa saa zima kwenye simu lake, haanzi na Mungu wake. Ameifanya simu yake kuwa sanamu. Roho Mtakatifu hataki hicho kitu. Roho Mtakatifu anataka awe namba moja kwenye maisha yako. Anapokuamsha asubuhi na mapema, kabla hujakanyaga ardhi yako, anza na yeye. Tell him, Jesus, I love you. Anza na yeye. Anataka awe namba moja tu. Hataki kitu kingine kiingilie katikati. Kwa maana ana wivu. Anatamani ule muda ambao masaa 10 unatumia kwenye simu, anatamani angepewa yeye. Anaona wivu kiasi cha kuugua. Roho Mtakatifu ni nafsi iliyo hai. Hatujampa nafasi. Tumeupa ulimwengu nafasi. Roho Mtakatifu anataka nafasi kwenye maisha yetu. Kabla ya kulala, hatumalizi na yeye, tunamaliza na simu zetu. Tunaangalia dunia imesema nini. Halafu tunalala, tunafumba macho, tunaingia katika ulimwengu wa roho, tunalala. Hatujamaliza na Roho Mtakatifu. Tumemaliza na simu zetu, tumemaliza na Facebook, tumemaliza na Instagram, tumemaliza na TikTok na YouTube. Usimalize siku yako namna hiyo. Anza siku yako na Mungu wako. Maliza siku yako na Mungu wako. Roho Mtakatifu akawe namba moja kwenye maisha yako. Roho Mtakatifu akawe namba ya mwisho kwenye maisha yako. Roho Mtakatifu akawe A kwenye maisha yako. Roho Mtakatifu akawe Z kwenye maisha yako.
Roho Mtakatifu akawe ni alfa kwenye maisha yako. Roho Mtakatifu akawe ni omega kwenye maisha yako. Kila siku unapoamka asubuhi, mwambie tu Roho Mtakatifu, nitaanza na wewe, nitamaliza na wewe. Hata unapolala usingizini, maliza na yeye. Hata chochote ambacho kitokea usingizini, umemaliza na yeye. Hujamaliza na dunia. Usifanye simu yako kwa Mungu wako. Roho Mtakatifu ana wivu hujawahi kuona, ni nafsi. Anapotutazama tuko kwenye Instagram masaa 10, masaa mawili tupo kwenye simu. Unaongea na shangazi saa zima, lakini unashindwa kuomba dakika 10. Unaongea na mama dakika saa zima, masaa mawili, lakini unashindwa kuongea na Roho Mtakatifu dakika 5. Roho Mtakatifu anaona wivu kiasi cha kuugua, kwa sababu ni nafsi iliyo hai. Anatamani huo muda na yeye angepewa yeye angalau dakika 5 tu za kuongea na wewe, anatamani. Lakini tumefanya vitu vingine vimechukua nafasi kwenye mioyo yetu. Sanamu yoyote ambayo imejaa kwenye moyo wako, iondoe leo. Sanamu yoyote ulioifanya kwenye maisha yako kwa kujua au kwa kutokujua, iondoke leo. Kiamka asubuhi, kitu cha kwanza cha kutoka kwenye kinywa chako, thank you Jesus, asante Bwana Yesu, asante Bwana Yesu, asante Bwana Yesu. Usiamke kukimbilia barabarani kwenye shughuli zako. Hata kama umechelewa, anza na Roho Mtakatifu. Narudia tena, unapoamka asubuhi, usianze kukimbia kwenye shughuli zako. Hata kama umechelewa kazini, hata kama bosi wako ni mkali, anza na Roho Mtakatifu. Wakati mwingine unaweza ukawa unakimbilia kazini, umeacha kuanza na Roho Mtakatifu, kumbe unakimbilia mauti. Kuna watu waliamka asubuhi na mapema alfajiri, kazi zao na shughuli zao na biashara zao wakazifanya kuwa namba moja kwenye maisha yao. Wakaondoka nyumbani wanakimbilia ugali, wanakimbilia fedha, wanakimbilia shughuli za dunia hii, na kazini hawakufika, na ikawa ni mwisho wa stori ya maisha yao kwenye hii dunia. Tunapoanza siku, tuanze na yeye, tuanze na yeye, tuanze na yeye. Usikimbie kwenye barabarani kuingia pasipo yeye. Kwenye barabara ambazo tunapita, kuna vitu vingi ambavyo vinaendelea usiku unapokuwa umelala. Hiyo barabara ambayo njia panda kila siku unapita, wenzako kila siku usiku wanakuja kuoga hapo usiku na kupasua nazi hapo hapo, na wewe asubuhi na mapema unaamka na kupita. Kila siku asubuhi unaamka unapitisha miguu yako kwenye hiyo barabara ambao wenzako usiku walikuwa wanafanya vitu vyao. Usianze siku yako bila yeye. Roho Mtakatifu should be number 1 katika maisha yako. Kwa hiyo niombe na mtu ambaye hujampokea Bwana Yesu kwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Unanitazama nyumbani kwako au unanisikiza kwenye redio yako na hujampokea Bwana Yesu kwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Umesikia neno hili kuhusu habari ya Roho Mtakatifu. Unasema, mtumishi, siwezi kuishi maisha haya pasipo Yesu. Kwa sababu huwezi kumpata Roho Mtakatifu kabla hujamkubali Bwana Yesu. Kwa jambo la kwanza lazima umkubali Bwana Yesu kwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Utakapomkubali Bwana Yesu kwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ndipo Roho Mtakatifu atakuja ndani yako. Weka mkono wako kulia kwenye moyo wako, afumba sala hii ya toba. Sema, Bwana Yesu, niko mbele zako. Mimi ni mwenye dhambi. Nimekutenda dhambi wewe peke yako. Ninaomba unisamehe dhambi zangu zote. Nisamehe Baba yangu. Nitakase, nioshe kwa damu yako. Nifanye kuwa mwanao. Bwana Yesu, ninaomba nguvu na neema ya kuishinda dhambi katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mungu akubariki ambao umempokea Bwana Yesu kwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Utatuandika kwa namba ambayo inapita kwenye screen yako au namba ambayo nakutajia kwenye redio kwamba mtumishi, tumempokea Bwana Yesu leo na kadhalika. Atakutumia mwongozo utakao kusaidia katika safari yako ya wokovu.